Basi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo na Jumapili hii ambayo Mungu amenipa neema kuweza kusimama hapa, na ninashukuru pia viongozi, mchungaji, viongozi pia wa vijana, mwenyekiti, katibu kwa kuweza kunipa nafasi ya kusimama mbele yenu kuweza kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Amen. Ni wakati naambiwa hili jambo sikuwa nimejiandaa vizuri, lakini kwa sababu Mungu analokusudi kwa neema ya Mungu, ninaamini ya kwamba utakapotoka hapa sivyo ambavyo kama ambavyo umeingia. Amen. Kwa mimi nikombe kitu kimoja, kwamba kwenye muda wote ambao tutakuwa tunajifunza asubuhi ya leo, inawezekana ikawa tofauti kabisa na Jumapili nyingine ambazo umezizoea, lakini lengo ni kwamba Mungu ana neno na maisha yako. Sijui kama naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ondoa ile kwamba unakujaga tu kwenye vijana, unakaa, unasikiliza neno, unasikiliza vichekesho, unaondoka. Asubuhi ya leo Yesu yuko hapa na anataka aongee na moyo wa kila kijana ambaye amepata nafasi ya kufika hapa. Kama uko tayari, nione mkono wako juu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Basi kwa wale ambao nifahamu kwa majina, anaitwa Efras Mbasa au Kambagede, ndio ninafahamika zaidi. Na nafikiri kwa utambulisho itakuwa imetosha. Amen. Haleluya. Wangapi wako tayari sasa twende kuanza? Amen. Kama una Biblia au kama una notebook, fungua tayari sasa tuanze. Kitabu cha Ezekieli sura ya 36. Kitabu cha Ezekieli sura ya 36 mstari wa 10 na wa 11. Ningeomba mtu mwingine ambaye ana mic ambaye atakuwa ananisaidia kusoma vifungu hivi. Ezekieli 36 mstari wa 10 hadi wa 11. Ezekieli sura ya 36 mstari wa 10 hadi 11, Biblia inasema, nami nitaongeza watu juu yenu, nyumba yote ya Israeli, naam yote pia, nayo miji itakaliwa na watu, na mahali palipoharibika patajengwa. Nami nitaongeza juu yenu wanadamu na mnyama, nao watazidi na kuzaa. Nami nitawakalisha watu ndani yenu kwa kadiri ya hali yenu ya kwanza. Nami nitawatendea mema kuliko mema ya mianzo yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Asante sana. Ujumbe wa somo ambao ninalo asubuhi ya leo unasema Mungu ambaye anatujenga tena. Mungu ambaye anatujenga tena. The God that builds us again. Mungu ambaye anatujenga tena. Na kwenye kitabu kwa mimi ndo nimeshaanza kufundisha hivyo. Kwa huwa nikianza twende wote. Amen. Haleluya. Naweza nasema zile Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikianza mimi ndo nimeenda twende wote. Haleluya. Somo linasema kwamba Mungu anayetujenga tena. Na kwenye andiko ambalo tumelisoma la ufunguzi ambalo litatuongoza linatoka kwenye kile kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 10 hadi 11. Na unaposoma ule mstari wa 10 pale mwishoni, unaona Biblia inasema ya kwamba Mungu atapajenga mahali palipobomoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua kabisa kwamba ninaongea na vijana wenzangu, wote ni vijana hapa. Na inawezekana tunatofautiana, wengine wapo kwenye ujana mwisho, wengine ndo wanaanza ujana, wengine ndo wapo katikati, lakini kwa namna yoyote wote hapa ni vijana. Na andiko linaposema kwamba Mungu atajenga mahali palipobomoka. Kwenye ujana wetu tunapitia mambo mengi kila siku. Wapo wengine wetu hapa tunasoma mashuleni, wapo wengine mnasoma vyuoni, wapo wengine mnafanya kazi, wapo wengine ni kwa namna tofauti. Na kwa sababu iko hivyo, kila mmoja ana historia ya kwake binafsi.
Kila mmoja wetu hapa kuna mahali ulikotoka. Hatujui maisha ulioishi mpaka kufika hapo ulipo leo, lakini kitu kimoja ambacho nina uhakika nacho ni kwamba una historia yako. Bwana Yesu asifiwe. Na katika historia yako inawezekana kabisa, kutokana na mapito ambayo umeyapita kama kijana, pengine mpaka sasa hivi, kuna mahali ambapo pengine uliwahi kukosea, na kule kukosea kukaleta hali ya kubomoka kwenye maisha yako. Hatujui ni eneo gani ambalo pengine umeathirika. Na ukijaribu kuangalia historia ya hii Ezekieli 36, ni Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa ni taifa la Mungu, lilikuwa ni taifa teule la Mungu. Na katika kutembea na Mungu ilifika mahali wana wa Israeli wakamuasi Mungu, wakafanya yasiyowapasa. Na kwa sababu walimuasi Mungu, Mungu alikaa kimya, akasema kwa sababu mmenikasirisha, nitakaa mbali na ninyi, sitafanya kitu chochote na nyinyi. Kwa Mungu ni kama alimizira kabila la Israeli. Sasa tunaona baadaye kwa neema ya Mungu anawarudi tena watu wake. Ni kweli walifanya dhambi, ni kweli walikosea, lakini mara hii Mungu anawarudi tena watu wake. Kumbuka somo tunalojifunza linasema Mungu ambaye anatujenga tena. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaangalia kile kisehemu ambacho kinasema Mungu atapajenga mahali palipobomoka. Sijajua ni eneo gani ambalo limebomoka kwenye maisha yako binafsi. Sijajua kwenye wokovu wako hali yako ipoje. Lakini ninachotaka kukuambia ni kwamba yapo mambo mawili makubwa ya kujua kwenye hili somo. Namba moja, inawezekana eneo lililoharibika kwenye maisha yako ni wewe ambaye umesababisha mpaka limebomoka au limeharibika. Na kwa kusema hivyo ninamaanisha kwamba makosa uliyoyafanya inawezekana ya kwamba kupelekea ufike kwenye hatua ulionayo. Unisikilize vizuri. Namba mbili, inawezekana ni mwaminifu kabisa kwa Mungu, lakini bado umejikuta upo katikati ya tatizo kama kijana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, eneo mojawapo pengine ambalo limeharibika kwenye maisha yako ni kwa sababu kubwa mbili. Namba moja, inawezekana kwa sababu ya makosa yako binafsi uliyoyatenda au dhambi binafsi uliyoifanya, ndio maana uko hapo ulipo. Lakini jambo la pili, inawezekana haujatenda dhambi yoyote, haujamkosea Mungu kwa lolote, lakini umejikuta upo katikati ya tatizo na haujui ufanye nini. Kwenye hali zote hizo zote mbili, bado haujui ufanye nini. Lakini habari njema kwako ni kwamba Mungu, regardless ya kitu ulichokifanya, anaweza kukujenga tena asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay, labda niingie ndani zaidi kwa sababu nahisi nitakuwa sijaeleweka vizuri. Nikianza na jambo la kwanza. Hapo ulipo, kama unapitia wakati mgumu kama kijana, sijajua ni eneo gani ambalo limeharibika kwako. Kwa mfano, inawezekana uko hapa leo haujui hatima yako inaendaje. Pengine ni kwa sababu ya makosa ambayo uliyafanya. Pengine uliambiwa, lakini uliamua kupuuzia, na kwa sababu ulipuuzia, umejikuta upo katikati ya tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu mwingine inawezekana kabisa kwamba kuna mipango ambayo ulikuwa umeweka au kuna namna ya maisha ambayo ulikuwa umejiwekea, na kwa sababu ulishindwa kutimiza ulichokuwa umejiwekea, unajikuta upo tena katikati ya tatizo. Kwa nini? Kwa sababu ya makosa ambayo umeyafanya wewe binafsi. Kwenye Biblia ukisoma kitabu kile cha Matendo 27, sura yote ukiweza utaenda kusoma nyumbani, kuna jambo la ajabu pale ambalo nilikuwa nalisoma na nikaliona. Mtume Paulo akiwa anatoka gerezani, wanapita kwenye njia ya maji, wako na meli na makerubi, pamoja na wale watu ambao Paulo alikuwa nao wakati wanaanza safari. Wamefika mahali kukawa sio shwari kwenye bahari. Kwa Mtume Paulo akawaambia wenzake kwamba jamani,
hii safari ninavyoiona huko mbele hatutafika vizuri. Na hawakumuelewa aliposema hivyo. Kwa hivyo wakaendelea na ile safari. Biblia inasema hivi, yule ambaye alikuwa anaongoza ile meli hakumsikiliza maneno ya Paulo. Lakini Paulo alimwambia kwamba hii safari itakuwa ina majuto mbele. Itaathiri vitu vyote ambavyo tumevibeba kwenye hii meli, na pia itaathiri hata maisha yetu wenyewe. Lakini hawakumsikia wakati wanaendelea kusafiri kwenye bahari. Imagine, Biblia inasema ulikuwa ni upepo mkali ukaanza kupiga kile chombo ambacho walikuwa wanakisafiria. Na kwa sababu kile chombo kikapigwa, wakaanza kuzama. Ikabidi waanze kutoa vitu kutoka kwenye meli, wavirushie kwenye bahari. Wakawa wanavitoa na virusha, lakini bado haikusaidia. Ndipo wakaanza kukumbuka maneno ya Paulo kwamba aliwaambia hii safari mwisho wake utakuwa sio mzuri, lakini hawakusikiliza kitu ambacho waliambiwa. Na Biblia inatuambia baadaye. Sasa ningeomba tusome Matendo 27 mstari wa 18 hadi 21 hapo mbele. Kwa muda wako unaweza kuisoma Matendo 27 yote, lakini tusome 27:18 hadi 21. Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa 18. Biblia inasema, na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa sehemu. Nitarudia. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa sehemu baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Mstari wa 21 ndio. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutokung'oa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Amen. Amen. Emrudie tena taratibu wa mstari wa mwisho wa 21. Mstari wa 21 maandiko yanasema, ndio. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, na walipokuwa wamekaa wakati mwingi pasipo kula chakula, Paulo akasimama katikati yao. Paulo akasimama katikati yao. Manake yeye anasimama mara ya ngapi? Ya pili. Mara ya kwanza aliwaonya kwamba huko tunapoelekea tutapata shida. Hawakumsikia, wakaenda. Walipofika sasa, wamekuta kwenye shida, wapo katikati ya shida. Mtume Paulo anasimama tena mara ya pili. Anasemaje? Akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi, na kutokung'oa nanga huko Krete, na kupata madhara haya na hasara hii. Hapo kwa anawaambia kwamba kama mngenisikiliza tusingekuwa kwenye hii shida tulionayo sasa hivi. Manake Paulo anaongea na wenzake, wote wapo katikati ya tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tuko pamoja unaona itikia amina kubwa ili nijue kweli niko na watu au nimewaacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Paulo anaongea na hawa watu katikati sasa ya tatizo. Walipuuzia maonyo na sasa wapo kwenye hatari. Lakini habari njema ni kwamba liko tumaini hata katikati ya hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo ninaweza nikawa naongea na wewe sasa hivi, jitahidi kama unaweza kunisikia unisikie vizuri. Inawezekana naongea na wewe sasa hivi tayari, lakini kuna maelekezo ulishawahi kuyapuuzia kwenye ujana wako mwanzoni. Inawezekana uliamua usifanye jambo fulani na ukalifanya. Na tuko hapa tunaongea mimi na wewe, inawezekana kabisa umetoa mimba. Inawezekana kabisa ninaongea na wewe sasa hivi, unajua kabisa kwamba umetoka kufanya uasherati. Inawezekana naongea na wewe unajua kabisa kutokana na tabia mbaya umeshaathirika kwa ugonjwa wa ukimwi. Inawezekana kabisa ninaongea na wewe kijana mwenzangu, ulipuuzia maelekezo na sasa upo kwenye hali ya hatia ndani yako. Hata kama hakuna mtu anajua, unakuja kanisani, unaabudu, unafurahi, lakini ukirudi chumbani kwako unalia mwenyewe, unaugulia yale matatizo ambayo unahangaika nao mwenyewe. Hakuna mzee wa kanisa anajua, hakuna mchungaji ambaye anajua,
upo katikati ya tatizo, lakini asubuhi ya leo haitakusaidia tuwe kujua kwamba upo katikati ya tatizo, kwa sababu ninavyoongea na wewe, kila mmoja hapa unajua moyoni mwako hali unayoipitia, ulipuuzia wapi na sasa uko wapi. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo hataki uishie hapa hapo ulipo, kwa sababu una hatima kubwa. Lengo la mimi kuja kuongea na wewe asubuhi ya leo ni kwa sababu Mungu hajamaliza kwenye maisha yako. Kuna mahali unatakiwa kwenda pazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiishie hapo tu. Mtume Paulo akawaambia wale wanaume ya kwamba hata katika hili jambo msiogope, kuna nafasi nyingine. Manake hata kama ulipuuzia kule mwanzo, Mungu anaweza kukurudi asubuhi ya leo na anakuambia ninaweza kukujenga tena. Hata kama una ugonjwa ambao unakusumbua, hata kama ulifanya dhambi kweli, ni kweli ulikosea, lakini Mungu anasema ninaweza tena nikarejesha kitu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda niseme hivi, naomba watu wawili wasimame wenye Biblia. Chap. Okay, wewe nifungulie Isaya 43, 19 na 25. Huyu hapa Isaya 43. Alafu mtumishi pale tufungulie Samueli wa kwanza 12:20. Samueli wa kwanza 12:20. Alafu huu mwingine Isaya 43:19 hadi 25. Labda kwa wale ambao wanaingia sasa hivi, somo letu linasema kwamba Mungu ambaye anatujenga tena, au Mungu ambaye anatujenga kwa upya. Na kitu ambacho ninakiangazia sana nachokisikia moyoni kuzungumza ni kwamba sisi vijana, Bwana Yesu asifiwe, sisi vijana tunapitia mambo mengi sana, na wakati mwingine hatuna hata mtu wa kumweleza shida tunazozipitia. Ni makosa mengi sana tunayafanya, lakini ni kwa siri. Tunaogopa kuja kwa wachungaji wa mtu mwingine, tunaogopa kwenda kwa viongozi wa dini kwa sababu tunaogopa nini? Msaada. Lakini asubuhi ya leo Yesu ameliona hilo kwa vijana wa Galilaya, na Mungu analeta huu ujumbe ili kukusaidia kuondokana na hiyo hatia ambayo iko ndani ya moyo wako. Kwa sababu ukweli ni kwamba kama utaendelea kuwa na hiyo hatia moyoni mwako, itakuzuia, hautafika kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Chukulia mfano, si mnamjua Petro, si ndio? Petro alimkana Yesu mangapi? Mnamjua Yuda Iskarioti, sio? Alimkana Yesu mangapi? Wote walifanya kosa moja, lakini Petro alimkana Yesu mara 3, Yuda alimkana Yesu mara 1. Kitu gani kilitokea baada ya kumkana Yesu? Petro alirudi kwa Yesu, akaomba rehema, akaomba toba. Si alisamehewa? Kwenye kitabu cha Matendo tunamwona anakuwa apostle, tunamwona anakuwa mtume ambaye ana ujasiri, anahubiri neno mpaka watu wanachoma mioyo yao. Lakini ni huyu ambaye alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Bwana Yesu asifiwe. On the other side, upande mwingine, Yuda yule ambaye pia alimsaliti Yesu mara 1. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi ni ya kwako. Sijajua unapitia hali gani kwenye wokovu wako. Hata kama umedondoka mara 7, Mungu hajakuchoka. Mungu sio kama eti anakukasirikia au akupende. Inawezekana umeshafanya dhambi nyingi, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya 5. Unarudi kila siku unaomba toba. Sasa imefika mahali hata ukirudi kwa Mungu kumwambia Mungu naomba unisamehe, unaona kama vile unamzingua tu Mungu. Mungu hajakuchoka. Na ndio maana kama ingekuwa ni kukuua, siku hiyo unafanya kosa, siku hiyo unafanya dhambi, angekuua pale pale. Lakini sasa hivi uko hapa, unaangalia mbali kule, unacheki wale kondoo pale, unafikiri ni uelewa wako umekufikisha hapa. Maana Mungu hajamalizana na maisha yako. Ninamsaidia mtu mmoja ambaye ndani ya moyo wake ana hatia, anajutia maisha yake. Pengine haukusoma na uko hapa, muda umeshaenda. Hata kama haijalishi hali ulio nayo, iwe ni kijana, usijikatie tamaa. Bado Mungu ana kusudi na maisha yako. Iko namna Mungu anaweza akafanya hata kwenye hilo kosa ulilofanya. Wana wa Israeli walimwacha Mungu kabisa, lakini tunaona Mungu anawasimamisha kwa upya tena. Walikosea Mungu mara nyingi, lakini Mungu anawaita tena,
Sema historia yangu sio hatima yangu. Sio hatima yangu. Sema mimi sio yule wa jana. Mimi ni wa leo. Ndio maana hata imani sio baadaye, imani ni sasa. Biblia inasema kwamba yoyote mnaomba sasa aminini mnapokea saa ngapi? Sasa. Sio baadaye. Unaamini sasa, unaomba sasa, unapokea sasa. Biblia inasema kwamba tunaenenda kwa imani sio kwa kufanyaje? Kwa kuona. Na Yesu anasema kwamba Mungu anasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita moyo wangu hauna furaha naye. Maana hivi imani ulio nayo, muamini Yesu kwamba yuko hapa sasa. Yuko ndani ya moyo wako sasa. Haujaji hapa bahati mbaya. Ungeweza kukaa nyumbani ukaangalia TV. Uko hapa kwa sababu ya kusudi maalum la Mungu. Nasema hivi, uwaga sisimame kuongea na watu wa kawaida. Ukiona nimesimama na wewe umekaa mbele yako niko mimi, uhakikishe kwamba ni Roho Mtakatifu amethibitisha ninachokisema. Ningeweza kuwa na jumbe nyingi za kuhubiri, lakini ujumbe umejirudia mara 3. Sijajua Mungu anaongea na mtu gani, lakini nataka nikwambie hivi, hajalishi uliishi vibaya vipi kwenye jana yako, Yesu anataka aanze upya na wewe. Kama ambavyo Petro alikuwa ameishi jana yake vibaya, alikana Yesu mara ya kwanza, akamkana Yesu mara ya pili, akamkana Yesu mara ya 3. Nilifikiri kwa akili zangu kwamba Yesu amesema ingetosha bwana Petro. Kwa nini unanikana mara 3 na kila siku tuko na wewe? Wewe ndio tunaenda na wewe basi. Lakini Yesu hakumkatia tamaa. Kama Yesu hakumkatia tamaa, kwa nini Yesu hakukatia tamaa wewe? Biblia inasema hivi, mwenye haki huanguka mara ngapi? Mara ngapi? Mara ngapi? Mara moja, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4. Hivyo huyu mtu unajua sio mtu wa kawaida. Maana mwenye haki hatafuti excuse kwamba mimi dhambi mimi udhaifu wangu ni uzinzi. Mungu hataki useme hivyo. Inawezekana ambaye anaandika hiki kitabu kwamba mwenye haki huanguka mara 7. Wakati anafika kwa huyu mwenye haki, inawezekana ilikuwa mara ngapi? Mara ya 7. Hatujui Biblia labda aliendelea mara ya 8, ya 9, ya 10, lakini tunajua kwamba hivi mara ya kwanza huyu jamaa alianguka, akasimama tena, akaendelea mbele, akaanguka tena, akainuka tena, akaendelea mbele. Kwenye kuendelea kwake mbele anafika mahali anachoka, hakukata tamaa. Anadondoka chini, anainuka tena kwa upya. Maana hivi haijalishi umedondoka mara ngapi, unaweza kuinuka tena. Hata kama umekataliwa na kanisa lako, hata kama umekutenga, Yesu hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Mikaya anasema hivi, usifurahi juu yangu adui yangu, maana niangukapo nitasimama, niangukapo nitasimama. Ayubu anasema hivi, liko tumaini kwa mtu uliofanyaje? Uliokatwa, kwamba unaweza kufanyaje? Chipuka tena. Kuna watu ambao walikuwa na huduma zimekufa, leo lazima zichipuke tena. Kuna watu ambao walikuwa wanaimba, mmeacha, huduma imekufa. Yesu anataka ufufuke tena, utumikie mahali hapa. Inawezekana kabisa. Ulikuwa unaota ndoto, Mungu anakuonyesha mambo ya kesho. Hakulikuwa wewe kigiza tu. Ulikuwa unaota, unajua kabisa kuna kitu kinaenda kutokea. Lakini hizo ndoto zimekufa. Unaota ndoto tu unalala na wanaume na wanawake. Yesu anataka kufufua tena kwa upya asubuhi ya leo. Inawezekana unaona siku ya moto wa kumtumikia Mungu na moto umekufa. Unajua ni kawaida, sio kawaida. Yesu anataka kufufua tu siku ya leo. Kama alivyofufua Lazaro, anaweza kufufua biashara yako, anaweza kufufua maisha yako, anaweza kufufua huduma yako, anaweza kufufua kila hali inaonekana kama imekufa ikachipuka tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwenye ratiba yako kusoma vitabu vya Biblia, kila mwezi nina vitabu kadhaa vya kusoma kwenye Biblia na vitabu vingine vimeandikwa na watumishi wa Mungu. Nilikuwa nasoma Yohana wa kwanza. Nikafika mahali Biblia inasema hivi, moyo wako usipokuhukumu, unaonyesha kusimama mbele za Mungu. Lakini kabla haijafika hapo kusema hivi, ila moyo wako unaweza kukuhukumu. Kwa sababu huku duniani kuna mashahidi wakubwa ngapi? 3. Shahidi wa kwanza ni Mungu.
Mungu anaona hata kama watu hawaoni. Hata kama uko chumbani peke yako unafanya mambo yako, Mungu anakuona. Shahidi namba 2 ni shetani. Biblia inasema kwamba huwa anaenda kuwashitaki wale watu wa Mungu wanafanyaje? Wanaokosea. Kwa shahidi namba 2 ni nani? Ni shetani. Shahidi namba 3 ni moyo wako mwenyewe. Hapa tulipo unajua kwamba Yesu akisema sasa hivi amerudi una uhakika kwenda mbinguni. Unajua kabisa, unajua kwamba hapa naenda, hapa siendi. Sasa hivi unajua. Haleluya. Haleluya. Okay, tusome hiyo Isaya 43. Tazama nitatenda neno jipya. Okay, sasa wakati anasoma huu mstari, usiusome kama mistari mingine uliyoizoea. Sawa sawa. Tumesema imani ni sasa hivi. Amen. Na neno la Mungu linakuja kwako sasa hivi, sio kesho, sio? Kwa chochote tunachokisoma hapa tukubaliane, ni sasa hivi au kesho? Sijawasikia, ni sasa hivi au kesho? Okay, hii Biblia ni ya nani? Yaani unapoisoma unamsomea mtu mwingine au unajisomea wewe? Unajisomea mwenyewe. Kwa hiyo tunajisomea sisi, sio? Na tumejifunza kwamba kama kuna makosa tuliyofanya, Mungu anaweza kujenga upya, si ndio? Kwa hiyo hichi tunachoenda kukisoma hapa ni cha kwetu au sio cha kwetu? Cha kwetu. Haya, msoma sasa. 19 43:19 inasema tazama nitatenda neno jipya. Biblia inaposema tazama na utazame kweli. Yanasema tazama. Biblia Kiingereza inasema behold. Maana yake ni kuangalia kwa attention. Okay, tazama. Nitatenda neno jipya. Okay, taratibu. Nitatenda neno kuu. Neno lililoshaisha jipya. Jipya. Aha. Sasa litachipuka. Ngoja. Nitatenda neno jipya. Neno linalofuata kwa nini? Sasa. Baadaye. Sasa. Wiki 4 zijazo. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Maana ni neno la jana. Ni la leo. Ni la leo. Sio la mshukuru. Ni la leo. Walikuwa naambiwa wao na Isaya, linatuhusu sisi. Hiyo. Linatuhusu. Blaza, linatuhusu kweli. Mimi nafikiri walikuwa wanaandikiwa wale wa Agano la Kale. Ni la kwako. Hebu soma tena mwanzo. Nasemaje? Tazama nitatenda neno jipya sasa. Litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Leo kabla hujatoka hapa utakuwa umeshalijua neno jipya ambalo Mungu anasema na maisha yako. Twende hiyo mstari unaofuata hapo 25 inasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Wala sitazisumbuka dhambi zako, sitazihesabu dhambi zako tena. Soma tena vizuri, anza mwanzo 25 mstari. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi. Ukishajua kwamba pamoja na maisha ambayo ulikuwa unaishi hayampendezi Mungu, unayo nafasi ya kurudi kwa Yesu kama alivyofanya Petro. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapopata hiyo nafasi ya kurudi tena kwa Yesu, Mungu ni mwaminifu na anasema kwenye neno lake kwamba mimi. Maana haya maneno hayaongei binadamu, anayeongea ni Mungu. Anasema ni mimi ndimi niyafutaye makosa yako. Maana nini? Kufuta. Agano la Kale walikuwa wanatumia kufuta kwa sababu walikuwa wanatumia zile dhabihu za damu, mbuzi wanachinja. Lakini kiukweli kwenye Agano Jipya ni kwamba Mungu anasamehe dhambi zako na zinaondolewa kabisa, hazifunikwi, zinaondolewa. Yaani ni kana kwamba haujawahi kufanya dhambi hata moja. Mimi nafikiri ungepigia Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anasema nitafanya jambo jipya. Tazama litachipua. Muda gani? Sasa. Manake wakati huu ambapo unasikia hili neno, Mungu anataka afanye jambo jipya kwenye maisha yako.
ila anachoangalia ni kwamba moyo upi ambayo uko tayari kupokea hili neno. Moyo upi ambao umesema kwamba kweli hili neno ni la kwangu, na moyoni mwako umefungua moyo. Biblia inasema kwamba tazama nabisha hodi mlangoni. Maana uamuzi wa wewe kufungua ni wewe na kufunga ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Lakini kila mmoja ambaye anasikia hili neno, Mungu anataka afungue jambo jipya kwenye maisha yako. Hilo na uhakika nalo na na uhakika na ninachosema. Amen. Samueli wa kwanza 12:20. Samueli akamwambia, usiogope, ni kweli umetenda dhambi, umetenda uovu huu wote, lakini msigeuke na kuacha kufuata Bwana, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Amen. Hapa Boko umesimama mtumishi. Haleluya. Tuna jambo moja ambalo limebaki, lakini unisikie vizuri. Iko hivi. Huku duniani kuna watu ambao wanapitia matatizo makubwa na hawajamwambia mtu yoyote. Ndio maana unaona kuna watu wengine wanafika mahali wanaamua kujinyonga tu, ajitoe tu duniani. Lakini hiyo haitakusaidia. Ninasema hivi kama ambavyo nimesema mwanzo, kwa wale ambao walikuwa mwanzo, kwamba hatia huwa inafuata tatizo au kosa ulilolifanya kwanza. Hebu imagine mtu ambaye ameua mtu, umeua mtu, unafikiri utakaa na amani? Hauwezi kuwa na amani. Fikiria kwa namna ya kawaida, mtu ambaye ametoa mimba anajua kabisa kwamba hii nimeitoa maksudi. Huyu mtu hawezi akawa huru hivi tu kawaida. Fikiria mtu ambaye alimbebesha mwanamke mimba na mtoto amezaliwa, alafu amemtelekeza yule mtoto, amemkataa. Nakwambia hivi, hata kama utakuwa na hela nyingi dunia nzima, hata kama utakuwa na title unajulikana dunia nzima, kama haujatengeneza na Mungu wako, haiwezekani ukawa na amani. Ninasema haya yote kwa sababu asubuhi ya leo hili neno limekuja kwa makusudi maalum, kwamba makosa ambayo uliyafanya yanawezekana kabisa yakawa chanzo cha wewe kutokuwa na amani moyoni mwako, ya kukufanya uende mbele. Manake yanaweka uzito kwenye moyo wako. Hata kama una mipango mingi unataka kufanya, ukitaka kuifanya unashindwa. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hatia ambayo iko moyoni mwako. Inaendelea kuita wakati wote, inaendelea kupiga wakati wote. Unaweza ukajitahidi ukaomba, unaweza ukajitahidi ukafunga, unaweza ukajitahidi ukafanya namna yoyote unaweza kufanya, lakini ninachokwambia ni kwamba hatia bado inakusumbua moyoni mwako. Na mpaka sasa hivi uko mahali hapa, unajua moyoni mwako kwamba kuna ile eneo halijakaa vizuri. Ndio maana hili neno la Mungu limekuja. Ninafahamu watu ambao walishindwa kufikia hatima zao kubwa kwa sababu ya hatia moyoni mwao, kwa sababu ya makosa ambao walikataa kuyaface, waliyakataa wakayakimbia. Huwezi kutatua tatizo kwa kulikimbia, bali unaweza ukatatua tatizo kwa kuangaliana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi kama angetaka kutatua tatizo la Goliath, suluhisho halikuwa ni kukimbia. Suluhisho ilikuwa ni kuangaliana na hilo tatizo. Suluhisho la fikra mbovu ambazo zinakusumbua, kila ukikaa unawaza vitu vibaya, haliondolewi na wewe kuanza kusema sitaki kufikiria hivi, afu unaondoka tu kawaida. Inabidi uvae sura nzima ya Mungu na ukasirike na uangaliane na tatizo lako uso kwa uso, ndipo utakapoweza kushinda. Huwezi ukashinda kwa kukimbia tatizo, bali unaweza ukashinda kwa kulitazama tatizo. Kama kijana bado una hatima kubwa mbele yako, utakimbia matatizo mangapi? Leo ni siku ya kuamua kwamba haijalishi ni kitu gani ambacho kimekuwa kikinizuia hapa katikati. Pengine ni dhambi ambayo inakuzinga kwa upesi. Unatamani kumtumikia Mungu, lakini kuna tabia ambayo unaifanya kwa mrudio. Manake kuna addiction. Ninafahamu watu wengi ambao
umesoma nao mavioni huko, unaweza kukuta ni mtumishi mzuri wa Mungu, anafundisha vizuri, anahubiri vizuri, anapiga vyombo vizuri, ni mwimbaji mzuri, anasifiwa kanisani, anafanya usafi, anatoa fungu la 10, anatoa zaka, anatoa sadaka hizi za machangizo ya kawaida, ni mtoaji mzuri kanisani. Lakini akishuka kuhubiri, akiwa chumbani kwake, unakuta anaangalia picha za uchi, anaangalia video za uchi. Nini? Kwa sababu ni addiction imemkamata. Ninawajua wahubiri wengi ambao walifariki na wengine bado wako hai, wanahubiri madhabahuni, wanaoyakemea wao ndio wanaenda kuyafanya. Ninafahamu wahubiri ambao wanakataza watu wasivute sigara, na ukienda chumbani kwako unakuta mapati ya embassy. Ninafahamu wahubiri ambao wanakataza watu wasinywe pombe, na ukienda chini ya uvungu kwake chumbani kwake unakuta whisky, unakuta konyagi, unakuta kila aina ya vilevi. Utaendelea kuishi hivyo mpaka lini? Leo kwa nini usiamue kuiondoa hiyo dhambi inayokuzinga kwa upesi, ili Mungu aweze kuhusika na maisha yako vizuri? Inawezekana kabisa unaona ndani ya moyo wako una vision, una maono, unataka kuja kuwa mtu fulani, lakini unaendelea kuchanganya wanaume, unaendelea kuchanganya mabinti wa watu. Huyu unamwambia utamuoa, na huyu unamwambia utamuoa, na huyu unamwambia utamuoa. Maisha hayo utaendelea mpaka lini? Nikuhakikishie kwamba shahidi wa kwanza ni Mungu, shahidi wa pili ni Shetani, shahidi wa tatu ambaye huwezi kumkimbia ni moyo wako mwenyewe. Leo Yesu Kristo anaongea na sisi vijana wa FPCT Galilaya kwamba tuiondoe ile dhambi inayotuzinga kwa upesi, ili tuone Mungu akitenda mambo makubwa na ya ajabu mno ambayo hayajawahi kuonekana dunia nzima kupitia sisi. Sio kwamba haiwezekani, sio kwamba haiwezekani, au sio kwamba Mungu anashindwa. Biblia inasema kwamba yeye ndiye Mungu, yeye ndiye mwanzo na mwisho. Yeye ndiye ambaye alizifanya mbingu na nchi. Yeye ndiye Alfa na Omega, aliyafanya yote, na katika yote hakiweza kufanyika chochote isipokuwa yeye. Manake hata kama ni jambo ambalo limekushinda, Mungu anaweza kukusaidia. Inawezekana kwa nguvu zako umestruggle, umeshindwa. Inawezekana kwa uwezo wako na elimu yako umestruggle, umeshindwa. Lakini leo ukimwamini Yesu akusaidie, atakusaidia. Kwa sababu Biblia inasema heri mtu yule, maana ya heri ni kwamba amebarikiwa. Amebarikiwa mtu yule ambaye anamtegemea Mungu. Ni jambo moja kuja kanisani na ni jambo jingine kumtegemea Mungu. Unaweza ukawa na Yesu kama Bwana wako, lakini ukawa hauna Yesu kama Bwana na Mwokozi wa kila sehemu ya maisha yako. Kama ambapo leo tuna watu wengi ambao wana Yesu tu kwa sababu ya Jumapili kanisani. Kama utaendelea kuishi kwa staili hiyo, uwe na uhakika ya kwamba utakuwa unakwama. Leo Mungu anatuita asubuhi ya leo na anataka kututengenezea namna mpya ya kuishi. Kama tukikubali na kusikia hii sauti, nina uhakika ya kwamba vijana ambao tuko hapa tutakuwa hakuhusiki dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa andiko ambalo nilisoma kaka hapa, inawezekana ulifanya dhambi. Yaani sijajua kwa nini leo naumini, sijajua, lakini najua kutakuwa kuna msaada mahali. Umefika mahali umesema hivi, yaani mimi nishachoka. Kama ni dhambi nimeshafanya sana, najitahidi kuacha lakini siwezi, nifanyaje? Usiogope. Yesu anaweza kukusaidia. Anawaambiaje kwa mtumishi? Hawa wana wa Israeli kipindi kile walikuwa wanaongozwa na nabii, mtu ambaye Mungu alikuwa anamteua. Lakini walipoamua kwamba tunataka kiongozi wetu sisi mwenyewe, anawaambiaje hapo? Maana walitenda dhambi, wakamkataa Mungu. Samueli akamwambia, usiogope. Akamwambia usiogope. Usiogope. Ni kweli umetenda uovu huu wote. Sikia sasa. Ni kweli, sio uongo. Ni kweli mmetenda uovu huu wote. Kwamba inawezekana kabisa, ni kweli umezini. Ndio ishatokea. Ni kweli umesema uongo. Ni kweli umeua. Ni kweli umetoa mimba. Ni kweli unaiwa addiction. Ni kweli unaiwa vitu vinavyokusumbua. Lakini anasemaje hapo? Lakini msigeuke na kuacha kufuata Bwana. Lakini msigeuke na kuacha kumfuata nani jamani? Bwana. Tusigeuke na kuacha kumfuata nani? Bwana. Vijana, tusigeuke na kuacha kumfuata nani? Bwana.
Nisamehe jamani kama maana na sura zangu zishaanza kukunjamana hivi sasa nitaanza kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tusigeuke na kuacha kumfuata Bwana. Shida kubwa iko hapa. Mtu akishatenda dhambi anamkimbia Mungu. Ukitenda dhambi usimkimbie Mungu, bali mkimbilie Mungu. Kwa sababu kule unapokimbia hakuna msaada. Msaada wako upo katika Bwana. Ndio maana Daudi akisema hivi, nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Anajiuliza, alafu anajijibu kwamba msaada wangu ni katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hata kama umefanya kosa, usikimbie kwa Mungu, rudi kwa Mungu. Yeye anazo rehema. Ukikimbia mbali na Mungu, utakuwa kama Yuda ambaye alimkana Yesu akaenda kujitundika akafa. Lakini unatakiwa uwe kama Petro ambaye naye pia alimkana Yesu lakini akukimbia Mungu, alimkimbilia Mungu na akapata msaada wake. Bwana Yesu asifiwe. Malizia. Bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Bali mtumikieni Bwana, asante, kwa mioyo yenu yote. Maana huu ni muda sasa wa kuanza kurudi kwa Mungu. Yaani kama ulikuwa unafanya kule dhambi au kama ulikuwa unaishi maisha michanganyo, sasa hivi ukirudi kwa Mungu, endelea kumtumikia Mungu. Endelea kusoma neno la Mungu. Anza kufunga. Rejea kwa nguvu zote. Mwambie Mungu, maisha yangu yote nakupa wewe. Yaani wewe ndio Bwana wa kila kitu kwenye maisha yangu. Ukishaanza kufanya hivyo, kadiri siku zinavyozidi kwenda, Yesu atakuwa anaendelea kukusafisha. Yesu atakuwa anaendelea kukutakasa. Utakuwa unazidi kufanyika upya siku baada ya siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kabla sijamalizia sehemu ya mwisho, kwa sababu nimeambiwa kwamba kipindi cha vijana, nikaribishe kama kuna mtu ana swali mpaka hapo. Swali. Kuna mahali hujaelewa, kuna mahali bado hapajakaa vizuri kwako, unaruhusiwa kwa muda tulio nao. Nyosha tu kidogo, utauliza, watumishi wa Mungu wako hapa, Roho Mtakatifu yupo na utapata ufumbuzi. Karibu kama kuna swali lolote. Hamna swali? Kuna swali? Hamna swali? Naruhusu niendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo kama ambavyo nilisema mwanzo linasema kwamba Mungu anayetujenga tena. Na tukasema hivi, kuna mambo mawili ambayo yapo hapa. Maana kwenye ile Ezekieli tunaona kwamba Mungu anasema nitapajenga mahali palipobomoka. Nikasema hivi, ziko sababu mbili za kusababisha hilo jambo kubomoka kwenye maisha yako. Inawezekana ni kwenye uchumi, inawezekana ni kwenye eneo lolote ambalo unajua kwamba hapa nina tatizo. Moja ni kwa sababu ya matendo yako mwenyewe au kwa sababu ya dhambi ulizozifanya mwenyewe, ndio imepelekea mpaka mahali kwenye maisha yako pamebomoka. Lakini namba mbili, tukasema hivi, inawezekana kabisa ukawa unaishi maisha ya uaminifu wote, lakini bado ukajikuta upo kwenye tatizo vile vile. Katika hali hizo zote mbili, Mungu anaweza kukujenga kwa upya tena. Na ndio maana hili neno limekuja kwako leo kwamba kwa hali yoyote ile, aidha ni wewe mwenyewe ulikosea au unaishi maisha makamilifu na bado ikatokea hivyo, Mungu anaweza kukujenga tena. Na tunapoenda kusoma hii sehemu ya pili ambayo inasema kwamba kwa uaminifu ambao unao, inawezekana pia ukaona muishia Mungu maisha matakatifu, unaishi maisha mazuri, hauna ugomvi na Mungu, lakini unajikuta kwamba unapitia wakati mgumu. Unatafuta umekosea wapi, huoni sehemu yoyote. Unatafuta mpaka kwenye socks, hauoni kama kuna mahali ambapo umemkosea Mungu. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Daniel sura ya 3 mstari wa 11 hadi wa 25. Kitabu kile cha Daniel
sura ya 3 mstari wa 19 hadi wa 25. Hapa tunaenda kuangalia kwamba inawezekana pia ukawa unaishi maisha matakatifu lakini ukakumbwa na hili tatizo au ukakumbwa na shida kama hizo. Na hawa tunaenda kuwasoma hapa sio wazee, ni vijana wenzetu. Okay? Kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 19. Maandiko yanasema, ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ili tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hawa wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hao wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto na hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu wa miungu. Amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba inawezekana ukawa mtakatifu, unaishi maisha yanayompendeza Mungu, lakini ukapatwa na nini? Na janga. Kuna watu wanasema ukiwa mtakatifu, ukiwa Mkristo, mambo yote yameisha, ni starehe. Ni uongo. Unaweza kuwa unamtolea Mungu kila siku, halafu unashangaa hela zote zimeibiwa. Inawezekana kabisa, si kwamba haiwezekani. Inawezekana. Kwa tunaona hawa watu walikuwa ni watu ambao wanamwishia Mungu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Lakini katika kuishi kwao ilitolewa amri kwamba watu wote lazima tusujudie Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tuko pamoja mpaka hapo, ukweli ulitoka moyoni. Wakati tuko pamoja mpaka hapo, kuna kitu umepata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hawa watu walikataa kabisa kwamba sisi hatutasujudia hiyo nini? Sanamu. Kwa wakawa wamesimama, watu wote wakaenda chini. Njemba 3 zikabaki zimesimama tu zinaangalia hivi. Ndipo mfalme akaamuru wapelekwe kwenye tanuru la moto. Lakini pia Danieli ilimtokea akapelekwa kwenye wale simba. Lakini tunajua kwamba katika mambo hayo yote waliweza kusimama mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawakukata tamaa, Mungu aliwasimamia.